Okay, mtazamaji, ni siku nyingine tena, karibu sana kwenye tips za kimichezo. Mimi ni Andrew Naimia. Kila siku tunakutana hapa kwa ajili ya kutaarifu taarifa nzima zinazohusu michezo. Na hapa sasa leo tunazungumzia kufungwa na kufunguliwa kwa viwanja hapa nchini Tanzania kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Na mara baada ya ligi kuanza tu wanaruhusu viwanja viweze kutumika, lakini mara baada ya michezo kadhaa viwanja vinafungwa. Hii ni Kwizera TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Nipo na mwanamchezo Alois Elias, yeye atazungumzia kiundani zaidi kuhusiana na swala hili. Bwana, mambo vipi? Niko poa. Uko vizuri kabisa? Niko vizuri kabisa. Yanaenda kabisa. Kuna taarifa imetolewa hapo jana kuhusiana kufunguliwa kwa uwanja wa Sokoine ambapo Young Africans ilipoteza mchezo dhidi ya Mbeya City ikawa ni 0-0. Ndio. Wewe unatazamaje swala hili la kufungwa na kufunguliwa kwa viwanja vya kimichezo? Je, wahusika wanashindwa kujua kwamba huu uwanja ni mbovu kabla ligi haijaanza au vipi? Binafsi niseme kwamba kwa hadhi ya ligi kuu Tanzania bara, viwanja vingi vingekuwa havina hadhi ya kutumika katika michezo mbalimbali ya ligi kuu, ikiwemo uwanja wa Sokoine. Kwa sababu gani? Viwanja vingi ni shida, sijui inakuja kwa wamiliki wa viwanja hivyo, ambapo unajua kiwanja kinapokuwa vizuri pia ni salama kwa timu mwenyeji na timu mgeni, kwa sababu matokeo atakayoyapata au uchezaji mzuri au tegemei kwamba timu mgeni kwamba ndiye anapata faida sana au timu mwenyeji ndiye anayefaidika sana. Hapana. Hiyo pia inakuja swala zima kabisa la TFF kushusha hadhi ya ligi kuu, kwa sababu watu wengi wanaitazama ligi kwamba ni ligi bora namba 5 barani Ulaya kwa ubora, barani Afrika kwa ubora. Sasa inapokuja swala la viwanja imekuwa tatizo kubwa sana. Na hizi viwanja ambavyo vinamilikiwa na serikali asilimia kubwa, matatizo yake inakuwa hivyo, kwa sababu mtu anaona kwamba kuhudumia kiwanja anaona itakuwa ni kazi kubwa, anamwachia mmiliki. Ambapo tukitolea mfano uwanja wa Mbarali kipindi hicho inatumiwa na EFFC, ilikuwa ni kiwanja ambacho kinamilikiwa na timu. Uliona kabisa mpaka kilipokea tuzo ya kiwanja bora. Umeona, lakini kwa sababu ilikuwa inamilikiwa nani? Na watu binafsi, kwa hiyo wanajali ile hali ya uwanja kukihudumia, upande wa upande wa pichi, nikiongelea kwa upande wa nyasi, nikiongelea pia kwa upande wa majukwaa. Ulikuwa unaona ni uwanja ambao ulikuwa unaendelea mara kwa mara kuimarika siku baada ya siku. Lakini ukija kwa hivi viwanja ambavyo vinamilikiwa na serikali, ikiwemo Jamhuri Dodoma, ikiwemo Sokoine, ikiwemo CCM Kirumba, unaona ni viwanja ambavyo havijaliwi mara zote, vinatumika baada ya muda fulani utasikia vimefungiwa. Swala la msingi ni kwamba mpaka viwanja wanaruhusu kwamba ligi imeanza kwamba hiki kiwanja kiweze kutumika. Mara baada ya michezo miwili kiwanja kinafungiwa. Je, ni uzembe wa viongozi wa TFF au ni nini? Ndio maana nakwambia ni uzembe. Kwa sababu mwanzo unapokagua kiwanja ukajiridhisha kwamba kuona kwamba ni kiwanja kinatumika, baada ya muda fulani, kwa sababu kiwanja kinahitaji matunzo mara kwa mara. Kinahitaji kupaliliwa, kwa sababu kuna dawa za kupulizia nyasi, kumwagilia. Lakini mtu akishaona kwamba kimekaguliwa, basi kinaenda kutumika tu bila maboresho yoyote. Kwa hiyo unapelekea unafika baada ya muda fulani nyasi zile zinachoka. Unakuta sehemu fulani nyasi za kijani, sehemu fulani nyasi zimenyauka. Haya ni matatizo ambayo yanatokea. Kwa hiyo unaadhimu viongozi wa TFF kufungia hivyo viwanja, lakini sio haisaidii bado. Kwa sababu mimi ningeona na ningetoa ushauri kwamba hivi viwanja, kama timu fulani mkoa fulani una timu ambayo inacheza ligi kuu, ingepewa nafasi timu yenyewe ndio iwe inatunza kiwanja, kwamba ikiwe kiwanja chake cha nyumbani na ikitumie. Matatizo yote yanayotokea ina timu ndio garamike. Kifano Dodoma Jiji walitoka kupokwa alama 3 pamoja na kupewa adhabu baada ya taa za uwanjani kuzimia. Unaona, ni hasara kwa timu, si kwa viongozi wa TFF au wasimamizi wa viwanja. Unaona, timu ndio inaathirika. Kwa hiyo ingekuwa ni bora zaidi kwamba timu ndio ipewe kiwanja ikitunze. Mapato asilimia kadhaa wakubaliane kwamba bwana, mimi nitakuwa natumia, lakini mapato kadhaa nitakuwa na kukabidhi, afu mapato kadhaa yatakuwa yanatunza uwanja, mapato kadhaa yanaingia kwenye klabu ili tupate uendeshaji bora wa klabu. Na haya marekebisho ya kila siku utasikia uwanja unarekebishwa, ni kwamba mpaka kuja kuruhusu marekebisho wanakuwa hajaangalia kwamba amekamilika.
Marekebisho mara zote ina maana wakiwa wameshafungia viongozi wa TFF wanatumaga viongozi kadhaa wale tuseme makamishna wanaenda kukagua vile viwanja kuangalia kwamba je, kimeshakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Sahihi. Kwa hiyo wakishajiridhisha tena wanaona kwamba kiwanja kimeshakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo kinaweza kufunguliwa na mechi zingine zinaweza zikaendelea. Japo kwa mimi sioni kama ni mwarobaini. Huo sio mwarobaini wa kusema kwamba tufungie viwanja vifunguliwe. Tufungie viwanja vifunguliwe. Inakuwa haribu pia na ratiba za ligi kuu kwamba timu napewa tena nafasi kwamba tafuteni kiwanja kingine ambacho mtaweza kuchezea mechi zenu. Mwisho siku watu ndio wanakimbilia kule Arusha. Umeona? Na pia Arusha baada ya muda fulani kikifungiwa inahamia tena sehemu nyingine. Kwa hiyo unakuwa ni mchezo fulani ambao haueleweki kulingana na hadhi ya ligi yetu. Ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Hiyo mimi naona kwamba bado Tanzania tuna viwanja vingi ambavyo vingewekewa maboresho, tungekuwa kabisa hata kwenye hadhi ya 3 bora. 3 bora tungekuwepo. Ndio. Bwana shukrani sana. Asante sana. Mimi nikushukuru sana kwa mchezo ambao umezungumza hapo. Mimi naamini kwamba viongozi watachukua, watanafanyia kazi maoni haya wachambuzi pia mashabiki kwamba kufungwa na kufunguliwa kwa viwanja inaathiri vipi ligi moja kwa moja. Bwana, mimi ni Andrew Nehemia, mwanamchezo wako siku ya leo. Nilikuwa na Alois Arias kuzungumza masuala mazima ya kimchezo. Tukutane wakati mwingine. Hii ni Kwizera TV.